من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى كما أمرنا بذلك عز وجل في كتابه الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أيها المباركون، ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maudhui ya khutba yetu itasomeka kama ifuatavyo: al-ibadatu dhahiratun daimatun mustamirra fi hayati al-insani kulliha. Ibada ni jambo endelevu katika maisha yote ya mwanadamu. Ibada ni jambo endelevu katika maisha yote ya mwanadamu. Maudhui hii tumeichagua kutokana na waqi na hali halisi za Waislamu baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, sisi wanadamu kuumbwa kwetu kulikuwa na kusudio kuu kwa Allah tabaraka wa taala, na kulikuwa na makusudio mengine madogo madogo, ambayo hayo makusudio madogo dogo ndiyo ambayo yanapelekea kukamilisha kusudio kubwa la Allah tabaraka wa taala kumuumba mwanadamu na kumfanya khalifa katika ardhi hii. Allah tabaraka wa taala katika surati Dhariyat anatuambia, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Sikuwaumba watu na majini isipokuwa kwa lengo kuu la kuniabudu. Sihitaji kwa wao riziki wala sitaki kwa wao wanilishe. Mimi Mola wao ni mwenye nguvu kubwa sana. Kwa hiyo kusudio kubwa la Allah tabaraka wa taala kumuumba mwanadamu na kumweka katika ardhi hii, alitaka Allah tabaraka wa taala
maisha yake yote mwanadamu afungamane na maamrisho yake, na maisha yote ya mwanadamu yaepukane na makatazo yake. Haya mengine ni ziada ya kumfanya mwanadamu afikie kwenye lengo kuu la Allah tabaraka wa taala la kuabudiwa. Ukiangalia katika surati Taha, maneno ni hayo hayo. Allah tabaraka wa taala anasema, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Amrisha jamaa zako ewe Muhammad, amrisha familia yako ewe Muhammad, waamrishe katika suala zima la ibada ya swala. Allah tabaraka wa taala hapa ametaja katika ibada muhimu kabisa katika ibada ambazo amepewa mwanadamu. Hakutaka kuleta umuma, ameleta takhsis katika hiyo ibada ambayo ndio kusudio la mwanadamu kuumbwa kwake. Allah anamwambia, amrisha familia yako katika ibada ya sala, wastabir alaiha, na ubaki na subra katika jambo hilo. Wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin, kwa sababu ibada ya swala ni ibada nzito isipokuwa kwa wale wenye unyenyekevu kwa Allah tabaraka wa taala. Wewe unapofika alfajiri watakiwa utoke nyumbani kwako uende msikitini ukaswali. Inapofika adhuhuri watakiwa ufunge biashara zako uende msikitini ukaswali. Ikifika la asiri, kama uko kwenye mapumziko, uache mapumziko ukaswali. Magharibi hivyo hivyo, urudi tena. Isha hivyo, maisha yako yote hivyo. Jambo hili linahitaji subra ya hali ya juu. Wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin, ibada ya swala ni nzito isipokuwa kwa wale wenye unyenyekevu wa nyoyo kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, amrisha familia yako kuswali. Kwa nini amekimbilia Allah kwenye ibada ya swala hali ya kuwa ibada nyingi? Ibn Taymiyyah katika kuelezea ibada akasema, al-ibadatu kullu ma yuhibbu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin dhahiratin wa batinatin. Ibada wa ismu jami, ni neno lenye kukusanya vitu vingi, ndiyo maana ibada. Ibada sio swala peke yake, ibada sio saumu peke yake, ibada sio birrul walidaini peke yake, ibada sio haji peke yake. Huwa ismu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibada ni kila jambo ambalo linamfurahisha Allah na analiridhia, katika kauli ukizungumza, katika matendo ukitenda, kama viko kwenye munasaba wa kumfurahisha Allah na kuvipenda Allah, hivyo basi vinachukuliwa ni ibada na unapata jaiza kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini Allah tabaraka wa taala katika kuizungumzia ibada kwamba mwanadamu adumu katika hilo, akakimbilia haraka kuizungumzia swala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, amrisha familia yako kuswali na usubiri katika hilo, uvumilie katika hilo. Kuna madhila utakayoyapata katika jambo hilo. Kwa nini? Kwa sababu sala, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha salahat salaha al-a'malu kulluha, sala inapotengamaa basi matendo mengine yote yanatengamaa. Sala inaponyooka basi matendo mengine yote yananyooka. Kwa hiyo ndio maana katika Qur'ani Allah tabaraka wa taala akikimbilia haraka kuizungumzia swala, kwa sababu ukiswali ukweli wa kuswali, ukiswali ukweli wa kuswali, basi funga hizi za sunna haziko kupita. Hutozungumza urongo, hutotukana,
hutofanya maasi ya mbalimbali, bali wewe itakuwa swala yako inakuelekeza katika kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, kwa sababu sala zako zimenyooka. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Sala kawaida yake ni kumtengeneza mtu akayachukia machafu, ndio kazi ya swala. Lakini hizi swala tunazoswali sisi, je, ndio hizi swala tunazoswali sisi ambazo Allah tabaraka wa taala ametusifia swala, ibada ya swala kwamba tanha anil fahshai wal munkar? Swala humtengeneza mtu automatically akachukia kila aina ya baya, akapenda kila aina ya zuri. Ndiyo kazi ya swala. Kama sisi hatujafikia huko, maana yake bado tunakuja kuzama na kuinuka, lakini hatuja kufikia katika ibada ya swala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa. Allah tabaraka wa taala anasema suala la riziki duniani hapa mwachie yeye, usijitie kimbelembele. Wakati wa swala umefika, wasema wateja ndio wengi, eti kwa sababu utakuwa unafaidika utafuta riziki. Sio kazi yako. Waweza ukawahudumia wale, lakini ukawa umepata ghadhabu za Allah tabaraka wa taala, kipato kile kikawa hakina manufaa, kwa sababu ukuchunga amri ya Mola wako tabaraka wa taala. Waweza ukapoteza wateja kwenye ibada yako, kwenye biashara yako, kwa sababu ya kukimbilia kumridhisha Mola wako katika ibada yake ya swala, lakini kile kichache utakachokipata na utakachokikuta kikawa na baraka kubwa kutoka kwa Mola wako tabaraka wa taala, kwa sababu ulifunga biashara yako ukakimbilia kwenye ibada ya kumridhisha Mola wako. Swala la riziki hapa duniani, Allah tabaraka wa taala asema ni jukumu lake, sio jukumu lako. Swala la utafutaji, tafuta katika misingi ile ile anayoridhia Allah. Kukupa kutokupa sio jukumu lako, ni Mola tabaraka wa taala ndiye ambaye ametaka hivyo na atakayokupa yeye. Ndugu zangu katika imani, ibada ndiyo maisha halisi ya Muislamu anapokuwa duniani. Muislamu ambaye hana ibada hasa ya swala, Muislamu huyo hana tofauti na asiokuwa Muislamu. Tofauti yao itakuwa katika majina. Yule aitwa Maryam, yule mwingine aitwa Angelina. Yule aitwa Muhammad, yule mwingine aitwa Joseph. Ni tofauti yao. Katika mizania ya Allah tabaraka wa taala wana tofauti sana, kwa sababu tumebadilisha al-ahamu, tumefanya ni muhimu, na muhimu tumefanya al-ahamu. Dunia na utafutaji ni muhimu kwetu sisi, bali sheria imetutaka sisi tutafute, kwa sababu ni jambo muhimu lenye kupelekea katika ahamu. Lakini ibada ni ahamu al-ashya, ndiyo jambo muhimu zaidi kuliko chochote unachokiona kwenye macho yako. Ibada ndiyo bora ya kila kitu katika macho yako unachokiona. Kama una ibada, basi mengine yote unayoyafanya itakuwa ni habaa manthura mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini tumechagua maudhui hii? Al-ibada dhahiratun daimatun mustamirratun fi hayati al-insani kulliha. Kwa nini tumechagua maudhui hii? Tumeichagua makusudi. Leo maisha yetu ukiangalia katika mujtama wa Kiislamu ni tofauti na maisha tuliyokuwa tukiishi ndani ya Ramadhani. Maisha tuliyokuwa tukiishi ndani ya Ramadhani, kwa kukumbushana, maisha tuliyokuwa tukiyaishi ndani ya Ramadhani yalikuwa maisha halisia ya Muislamu. Maisha tunayoishi baada ya Ramadhani ni maisha feki kwa Muislamu, maisha feki. Katika mwezi wa Ramadhani, khatibu kapanda juu ya mimbari
waweza ukakosa kwa kuweka mguu ndani ya msikiti, waweza ukakosa sehemu ya kuweka mguu ndani ya msikiti. Kila mmoja aililia nafsi yake katika kujitumia kumridhisha Mola wake tabaraka wa taala. Kila mmoja ana hamasa ya kuonyesha juhudi zake katika kumtumikia Mola wake tabaraka wa taala. Kila mmoja ana furaha aitikiwe yeye mbele na Mola wake tabaraka wa taala katika yale anayoyafanya. Lakini baada ya kuondoka Ramadhani, kila mmoja amekuwa ni mwerevu sasa ya kutafuta maisha fake ya kuact, abakia na Uislamu fake. Tuna mifano mengi. Angalia dada zetu walivyokuwa wakienda masokoni mwezi wa Ramadhani. Angalia, utamkuta dada wa Kiislamu, walillahi alhamdu wal man, utakuta binti wa Kiislamu alivyovaa na alivyojipamba, waweza ukasema kwamba kesho napeleka posa mimi kwao. Binti huyu yaonekana madini yake alhamdulillah. Mabinti wote wapendeza, wamejipamba na amri ya Mola wao. Kila binti alijipamba na amri ya Mola wake. Ya ayuha nabii, ewe nabii, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yurafna fala yu'dhain. Ewe mtume, ewe nabii, hii ni amri, anaambiwa mtume awaambie. Ewe mtume, sema kuwaambia wake zako na mabinti zako na wanawake wa Kiislamu, yudinina alaihinna min jalabibihinna, wajifunike na maguo yao. Dhalika adna an yurafna fala yu'dhain, kufanya hivyo ndiyo uchache ya kujulikana heshima zao, wakaacha kuudhiwa katika manjia wanaopita. Mabinti wa Kiislamu, wake wa Kiislamu, madada wa Waislamu, aya hii ifanya kazi vizuri sana katika mwezi wa Ramadhani. Aya hii ifanya vizuri sana katika mwezi wa Ramadhani. Wakutana na mtu akusalimia, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wakuta sura, ni nani huyu? Akwambia umesahau, si mimi Mwantumu, si mimi Zainab. Ni wewe dada yangu, kumbe Zainab. Masha Allah, Allah mubariki. Umekutana na Mwantumu, umekutana na Zainab ndani ya Ramadhani, umemsahau. Kwa sababu gani? Kila mmoja moyo wake alimlainisha kutaka kupata radhi za Mola wake. Lakini kakutana na Mwantumu leo, kukutana na dada yako Zainabu leo, kakutane na Mwanaisha leo, uangalie namna ilivyovungwa aya ya Allah tabaraka wa taala, aya ambayo ilikuwa wote wamejifungamanisha nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yutinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafna fala yu'dhain. Njoo kwa vijana huku, alhamdulillah, mwezi wa Ramadhani, wengine wanakutwa na adhana ndani ya msikiti pale muadhini anaposema Allahu akbar, kidume cha piga tahia masjid ndio kimeingia msikitini, cha kutona adhana yuko ndani ya msikiti. Akimaliza hapo, kama ni adhuhuri, atapiga raka zake 4 za kablia, anasubiri takbiratul ihram ya imamu akiwa yuko nyuma ya imamu. Akimaliza hapo, hajali kwamba kuna biashara kule, labda atapiga kata yake moja ya Qur'ani. Baada ya hapo, atasalimia mwenzie, atamsikiliza shida zake. Baada ya hapo, ndio anapata fursa ya kwenda zake kwenye biashara zake.
Njoo muangalie Abdallah wa leo, njoo muangalie Muhammad wa leo katika utekelezaji wa ibada za Mola wake na maamrisho ya Mola wake. Mpaka siku ya Ijumaa imamu anapanda, katibu anapanda, wengine ndio wanaondoka maskani wanakuja msikitini. Na sio hilo tu, khatibu ataanza hotuba ya pili, wengine ndio wanakimbilia hiyo. Sio hilo tu, imamu ataanza kuswalisha Ijumaa hapa, wengine ndio wanakuja mbio. Wajiulize, wale Waislamu tuliowaona na hima kubwa katika mwezi wa Ramadhani, sasa hivi tumebadilishiwa, kumeletewa wengine. Ni sio wale kina Mwanaisha, sio wale kina Abdallah, sio wale kina Umar, tumeletewa Waislamu wengine katika miji yetu. Nini maana? Yale waliokuwa wakiyafanya katika mwezi wa Ramadhani, kuchuma mema na kumridhisha Mola wao tabaraka wa taala, yote wameweka kushoto. Wameanza information mpya, wameanza taratibu mpya za maisha feki ya Uislamu. Uislamu ni nidhamu, Uislamu ni utaratibu. Lazima tuende na utaratibu ule ule tuliokubali kama Muislamu. Maadamu umeukubali Uislamu, basi dumu katika taratibu za Uislamu. Ndugu zangu katika imani, sisi hatukuletwa tuje tule, sisi hatukuletwa tuje tunywe tu, sisi hatukuletwa tuje starehe duniani. Kuna lengo kuu pamoja. Haya pia ni malengo madogodogo, lakini haya yanapata heshima pale lengo kuu la Allah tabaraka wa taala likitimizwa na Muislamu, napo ni kudumu katika ibada mpaka kufa kwako. Waabudu rabbaka hata yatiyaka al-yaqin, dumu katika kumwabudu Mola wako tabaraka wa taala mpaka mauti yakufike. Hakuna season kwamba hapa itakuwa wewe umeachiwa kidogo, una uwezo wa kufanya unavyotaka wewe. Haipo season hii. Hakuna wakati ambapo wewe sheria itakufumbia macho ufanye unavyotaka, wakati huo hamna. Tokea kupata ufahamu wako, utaenda hivyo hivyo mpaka kuingizwa kwenye kaburi lako, ili upate radhi za Mola wako. Basi udumu katika yale aliyoyakusudia Mola wako, wa kukutoa huko kusikojulikana akakuleta katika ulimwengu wake. Yule alikutoa huko usikokujua, maana tumekuja tu hapa lakini hatujui kutoka wapi. Tuambiwa tu tumepita kwenye migongo ya wazazi wetu, tumepita kwenye rahimi za mama zetu, tumekaa kwenye matumbo ya mama zetu, lakini hatukujui huko wala tuwezi kufikia kulikuwaje. Nani alikutoa huko? Allah tabaraka wa taala. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Allah ndiyo ametutoa huko, akatupa nyenzo zote za kuishi hapa duniani. Hakututoa tu kama mijidude alafu tuje hapa tubabaishe kufuata mifumo tofauti tofauti. Hapana, Allah alipotutoa huko tukusikokujua, alipotuleta hapa akatujalia kuwa na masikio ili tusikie maamrisho yake na tuyafuate, akatuwajalia na macho ili tuone maelekezo yake na wale wanaotulingania kwenye amri zake, na akatujalia nyenzo ya moyo ili tudhibiti na kutafakari yale tunayolinganiwa nayo katika kufuata amri za Mola wetu. Tuna nyenzo kuu tatu alizotuwekea Allah tabaraka wa taala ili tudumu katika ibada iliyokuwa sahihi. Wajaala lakum as-sam'a wal absar wal afida, akawatengenezeni macho, masikio na nyoyo ili mpate kufuata, kusikiliza na kuelewa yale ambayo anayataka katika maamrisho yake, mdumu katika hilo. Sasa ni maajabu ikiwa umepewa masikio, umepewa macho, umepewa moyo, lakini mpaka leo hufundishiki. Hakuna faida ya kupewa hivyo. Lengo kubwa la Allah tabaraka wa taala kukuwekea viungo hivyo kama nyenzo za kukufanya uishi kwa utaratibu katika dunia kupitia viungo hivyo,
uvitumii sahihi, yawaje twarudi tena kule kule ambapo tulishaondoka huko. Ramadhani ilifundisha vizuri, tumeondoka huko, lakini bado mpaka leo swala hata ya Ijumaa pia kuchelewa. Hata ibada ya Ijumaa Muislamu achelewa, na Ramadhani tokea kuondoka kwake wala haiko mbali. Mafundisho tuliyojifunza, juhudi tulizozifanya, darasa tulizozipata, lakini mpaka leo twathamani muhimu na twaacha al-aham. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-karim Muhammad bin Abdillah sadiq al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Allah anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile anatuambia sisi umma wake, muabudu Mola wako mpaka utakapofikwa na mauti. Wa'budu rabbak hatta yatiyaka al-yaqin. Watakauseme ibada hii aliyosema Allah ndio hizi tunazozifanya sisi, la hasha, sisi bado tuna magepugepu mengi katika ibada zetu. Hasa ibada ya sala tuna magepugepu sana. Ibada zetu zimekuwa na misimu, kama vile homa ya malaria. Kuna wakati inapanda, kuna wakati inashuka. Kuna wakati homa inapanda, kuna wakati inashuka. Ibada zetu sisi mwezi wa Ramadhani, kila mmoja aweza ukambashiria pepo, kila mmoja ukambashiria pepo. Jambo zuri kwa sababu ni mwezi wa machumo, lakini yatakiwa spidi hile tuendelee katika maisha yetu yote. Kama uliweza kujizuia na vya haramu, kama uliweza kujizuia na vya halali mwezi wa Ramadhani kuvifanya, washindwa vipi kujizuilia na vya haramu baada ya Ramadhani kuondoka? Ramadhani tuliloletewa na Allah tabaraka wa taala ilikuja kuviharamisha na kuvizuilia kwa muda maalum vile vya halali. Maana yake mchana usile, sio maana ya usile chakula cha haramu. Hata kile chakula chako cha halali usikile mchana wa Ramadhani. Mchana wa Ramadhani tuliambiwa tusinywe, maana yake tusinywe sio vya haramu tu, hata vya halali tusivinywe. Mchana wa Ramadhani tusifanye jimaa, sio jimaa tu ni haramu, hata kwa mke wako wa halali mchana wake hufai kufanya. Na sote tulisimama katika mstari mmoja wa kusema sami'na wa ata'na. Allah, tumekusikia na tumekutii. Ibada zetu zilikuwa kama ni shahni, basi ilikuwa ni 100% charge imejaa mwezi wa Ramadhani. Lakini cha ajabu, baada ya Ramadhani imeshuka shahni ile mpaka imefikia 10. Wengine betri zao ni 10 tu za ibada. Kuna wengine ya alam kabisa, saa yote huyu aweza kumkosa. Baada ya Ramadhani kashuka kuanzia 100% katika chaji kaja mpaka kwenye 10% au 5. Ndio hapo mtu ajali. Ramadhani ilikuwa nawahi kwenye aljuma, Ramadhani imekwisha, Jumaa kwa kesi lolote si chochote. Ramadhani alikuwa na kablia katika swala, baada ya Ramadhani sasa hivi hana kablia, hana nini. Ramadhani alikuwa haingii msikitini isipokuwa ataswali tahiyatul masjid. Ramadhani imeondoka sasa hivi hana chochote, yuko spidi akuzana na riziki ambayo wala haiko kwenye mikono yake. Watu wafukuzana na riziki, watu washindana, alichokuwa nacho fulani na yeye atakaye nacho.
Kwa hiyo waona hata ile baadia kuswali yaweza ikamuondolea kupata ile riziki ya kumkimbilia huko nje. Kuna watu misikitini waingia wa mwisho na wanatoka wa mwanzo. Kama una tabia hii, wewe uko kwenye hasara, chaji yako imeshuka sana. Yeye siku zote ni mtu wa kukimbilia ibada ya swala, lakini baada ya assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, yeye ndio wa kwanza wa kutoka, kaingia mwisho, katoka mwisho. Ndugu zangu katika imani, kama tulivyosema, tumeandaa maudhui hii kwa lengo la kukumbushana, kwa sababu sisi wanadamu tuna kawaida ya kusahau mapema, na kama tutaachwa bila ya kukumbushwa watotoka wapi, mara nyingi muda unapokuwa mrefu, jambo lile tunalifanya ndiyo ustaarabu na kawaida. Swala la kuja msikitini baada ya ikama ndio watu wakimbizana. Swala la kuja msikitini baada ya imamu kupanda kwenye mimbari tutalifanya ni kawaida, kama hatukukumbushana. Hiyo siyo kawaida. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyozungumzia kawaida ya Muislamu inavyotakiwa iwe katika siku ya Aljumaa. Man raha ila masjidi fi saati ula fakaannama qaddama badana. Hii ndio kawaida ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka Waislamu wote wajengeke nayo kama desturi na mazoea katika siku ya Aljumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule anayokuja mapema mwanzo kabisa msikitini siku ya Aljumaa, malipo anayoyapata ni kana kwamba ametoa sadaka ngamia. Yule anakuja mapema kwenye 5:05 hivi, mtu mapema kashafika kwenye 4:30 hivi, mtu kashafika mapema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema malipo anayoyapata kama mtu alionunua ngamia kwa pesa zake alafu akamtoa sadaka. Chinjeni hizo nyama hizi, au chukueni hizi mwende kwenye jihadi kama kipando. Wa man raha fi saati thania, ama yule anokuja wakati wa kuchelewa kidogo, baada ya hapo mtu huyo fakaannama qaddama bakara, malipo yake kama ametoa sadaka ya ng'ombe. Wa man raha fi saati thalitha fakaannama qaddama ghanam, yule anakuja wakati wa 3 kana kwamba ametoa mbuzi. Anakuja wakati wa 4 fakaannama qaddama dajaja, kana kwamba ametoa kuku sadaka yake. Amekuja huyo imamu atakapande tu hapo, au kashapanda ndo aje, huyu malipo yake kama ametoa sadaka kuku. Hebu angalia, kutoka kwenye ngamia, ng'ombe, mbuzi, kuku, lakini anakuja mwisho kabisa. Ndio wale imamu tayari kashahutuba, hata hutuba ya kwanza amekaa. Mtume asema huyu naye hadi hivi, huyu kana kwamba mtu aliotoa yai sadaka, kijiyai. Wenzao wametoa ngamia, wewe waondoka kwenye Aljumaa, malipo yako kama umetoa sadaka yai. Sasa kuna hao wayai hao, alafu kuna wengine hata ile mbolea ya mavi ya kuku hawapati. Si tunaambiwa mwisho ni yai, mtu kama ametoa yai, si mavi ya kuku pia yatumika. Kuna wengine hata mbolea ya mavi ya kuku hawapati, babu zake aja sifuri atoka sifuri. Siku moja tu kwenye wiki, siku moja tu kwenye wiki tumewekewa. Washindwa kujipanga Muislamu siku moja ukatekeleza na kutafuta radhi zako za Allah alizozitaka kwa kweli, siku moja katika wiki. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atufanyie wepesi katika ibada, tudumu katika ibada. Tumwombe Allah atupe taufiki katika yale tunayofanya katika ibada. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atudumishe katika ibada zake tukiwa ni Waislamu, na atakapotufisha Allah atufishe hali ya kuwa ni waumini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وجميع صحابة والتابعين وتابعي لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.